nitamuuliza maswali hivi kwenye hili swala. Uuzaji wa tiketi mpaka sasa hivi bado, na Simba Sport Club anasema kuwa mtatumia zile tiketi ambazo zilitumika kwenye mchezo wa Machi 8, na kuna ule mchezo kuna baadhi ya watu walikuwa wameshaingia ndani na tiketi zao zimesoma pale zimetumika. Hiyo inakuwa inakaa kaaje mzee? Tamko lilishasema wazi kuhusu zile tiketi kabla. Walisema kwamba tiketi zile zitaendelea kutumika hata kama wale watu waliingia na zikawa zimetapu wameingia nazo ndani, zitarudishwa, zitaendelea kutumika kama hazijatumika. Kwa maana hiyo watu wameambiwa wasiwe na wasiwasi. Na kama unavyosema kuhusu swala la kuuzwa kwa tiketi zilishauzwa. Tiketi watu wanazo mifukoni kwa sababu mchezo ule uliahirishwa siku ya mechi. Manake watu tiketi zao walikuwa nazo tayari, zimeshauzwa. Hakuna sababu ya utangaze eti jambo jingine. Ni kitu ambacho tofauti kwa sababu tiketi zilishauzwa. Mchezo uliahirishwa saa 7. Manake kila mtu alikuwa na tiketi yake siku ya mchezo. Kwa tiketi hii, swala tiketi halina shida. Swala la tiketi halina shida. Inatakiwa Yanga waje kipigwe tu basi. Na kwenye barua yenu ambayo kwenye taarifa yenu kwa umma ambayo imetoka, nilisoma kitengo kinukuu moja nasema kuwa wanachama wa wekundu wa Msimbazi Simba msipagawe na chochote kile. Mnachojua nyie mchezo upo na mchezo utapigwa. Na jana Young Africans kwenye kikao chao walibainisha juu ya hili ya kwamba mchezo namba 184 wasipopewa kitu ambacho wanachokitaka au matakwa yao yasipofanyiwa kazi, mchezo upo na wanagomea ligi. Swala la kugoma hayo ni maamuzi, kwa sababu mtu anaweza kukataa jambo akawa na sababu na kuna mwingine anakataa jambo akawa hana sababu. Kwa hiyo kama mtu ameamua kugoma na wao walishasema daima mbele nyuma mwiko, kwa hiyo hawawezi wakarudi nyuma kwa sababu ndio kauli ya klabu yao. Wao hawawezi kurudi nyuma wakasema tutacheza kwa sababu walishasema hatuchezi. Sawa? Kwa hiyo kauli mbiu yao kama wanaiendeleza, sisi hatuna mashaka nayo. Lakini sisi tunasema mchezo upo pale pale kwa sababu sisi klabu yetu ipo kwa ajili ya mpira. Wengine klabu zao pengine wameziunda zina madhumuni mengine tofauti. Sisi watu wa mpira tunasema mpira uko pale pale, na tarehe 15 Yanga tunawasubiri walete timu, shughuli ifanyike. Kipigwe tu. Hawafii Young Africans kujiondoa kwenye ligi kama alivyosema wenyewe. Yanga Afrika wakijiondoa kwenye ligi, kanuni zifuatwe tu. Kwa sababu wakati tunaanzisha mpira katika nchi tulikuwa na Cosmopolitan, tulikuwa na Pan Africa, kulikuwa na Yeto Africa, kulikuwa na Breweries. Zote sasa hivi kwenye medali za soka hazipo. Sasa kama wao wenyewe wameamua kujiondoa kwenye medali ya soka, hatutowalaumu, wacha waondoke. Tuliobakia kwa sababu tunapenda mchezo wa mpira wa mguu tutaendelea nao. Ila watu wakawa wanaogopa pengine wale wadhamini wakaondoka na wenyewe. Sawa, kwa sababu mtu hawezi kuweka pesa yake mahali ambapo pana fujo. Hata mimi namshangaa GSM. GSM ni mtu mkubwa, ni mfanya biashara mkubwa. Hawezi kwenda kudhamini klabu ambayo inaonekana watu wake wana matatizo. Unatakiwa uweke hela yako mahali ambapo unaona inatulia na unapata kile kinachohitajika. Wewe umeweka hela yako kusudi mpira uchezwe. Lakini watu wataki kucheza mpira. Ondoa hela yako kaweka sehemu nyingine. Lakini unaweza kukubali unawapa watu hela, alafu wanakwenda kufanya vitu vya ajabu. Na maana wewe pia kama mdhamini utaonekana ni mtu wa ajabu. Anapaswa atoe hela yake alikoiweka. Iweke akatafuta sehemu nyingine ambapo kuna amani ili aweze kufurahia hela yake, aweze kuona hela yake inavyojiendesha. Lakini huwezi kuwapa watu hela ambao wanafanya vitu vya ajabu ajabu, wanakutangaza kiajabu ajabu. Kuna toka mmoja alisema kuwa Young Africans wanataka bodi ya ligi iwe huru. Bodi ya ligi ni huru, kwa nani anaingilia? Inaingiliwa, anasema inaingiliwa na mamlaka ya soka. Labda wao Yanga kwa sababu ndio wanaoingilia kule. Sisi hatujawahi kuingilia kule. Kwa hiyo wao kama wamegundua mchezo wa kuingilia bodi ya ligi, waache turudi kwenye soka. Kumbe wao ndio wanaingilia. Kama wao wamegundua kwamba kuingilia bodi ya ligi ni tatizo, waache hivyo vitu, tucheze soka tu. Waache kuingilia bodi ya ligi. Waache kuingilia bodi ya ligi. Na ungependa ule kigogo atajwe. Huyo kigogo anasema kwamba alivuruga. Atajwe, kutajwa sio tatizo. Atajwe itakapoonekana, sheria zichukuliwe. Na mtu anaposema kwamba swala liko kwenye uchunguzi, swala lazima uchunguzi ufanyike siku 2. Leo inakuwa Yanga wacheze, maamuzi yakitoka yatawafuata walipo. Inabidi wacheze tu. Wacheze. Alafu uchunguzi ukifanyika, maamuzi yakitoka yatawafuata walipo. Alishabani kama kuna swala kucheza alisema kama maamuzi yakitoka watacheza, lakini sio tarehe 15.
Sasa yeye ndio hapa anaingilia bodi ya ligi. Tumeshasema bodi ya ligi isiingiliwe, na wao wanataka bodi ya ligi iwe huru. Bodi ya ligi imetangaza tarehe 15 wanacheza, wao wanasema sio tarehe 15. Kama sio tarehe 15 wao hawatocheza, maana yake wao sasa ndio wanaingilia bodi ya ligi isifanye kazi yake. Au pengine anataka muda wa kujiandaa kama majibu yakitoka. Kujiandaa nini katika mpira? Siku zote hizo wamekaa wanafanya mazoezi huko wapi? KMC. Maana yake sawa ni kwamba wanajiandaa. Sasa wanataka maandalizi gani? Wanataka maandalizi gani? Au labda kuna baadhi ya vitu ambavyo wanatakiwa waviweke sawa. Waviweke sawa gani? Katika mpira sawa gani? Waweke sawa socks, viatu au jezi au kitu gani nataka kuweka? Maandalizi ya kumvaa mwana finali wa CAF Confederation. Maandalizi ya kumvaa mwana finali wao wanayo, kwa sababu hata wao finali sio walishafika. Sisi sote wana finali, tukutane kila mtu amuonyeshe mwenzie uwezo. Kipigwe tu. Na Ali Shaban kama akatoa onyo, kwa hiyo yote ataigusa pointi zao ataona nguvu ya wananchi kwa hapa. Sasa swala la nguvu ya wananchi, hayo ni maandamano, na mpira huko kwenye kisiwa. Mpira una utaratibu wake, mpira una sheria zake. Yeye akitaka maandamano aingie tu barabarani huko akafanye siasa zake, lakini mpira unaongozwa kanuni na sheria na taratibu. Sheria za mpira, kama ukufika kwenye uwanja aliyofika anapewa pointi 3. Huo ndio utaratibu. Sasa yeye asipofika sisi tutanyofoa tu. Nachukua tu nyie. Ila hizo pointi 3 hizo zitakuwa kuna upande mwingine kama zitakuwa na madhara hivi. Hazina madhara ya aina yoyote katika soka. Pointi 3 zikichukuliwa kuna madhara yote, sababu sio mara ya kwanza. Sisi tulishanyang'anywa hizo pointi. Miaka chungu nzima tumenyang'anywa pointi mara 2 katika historia yetu sisi. Tulinyang'anywa pointi na kwa kumchezesha mchezaji Francis Mwikalo, wakati sisi tumeshatangaza kuwa mabingwa, lakini Coast wakakata rufaa kwamba Francis Mwikalo ni mchezaji wao, kwa sababu sisi mchezaji tulimchukua kutoka Muheza Shooting na Coast walimsajili mchezaji kutoka Muheza Shooting. Ilipobainika kwamba Francis Mwikalo ni mchezaji wa Coast, Simba tulinyang'anya pointi 2 wakati ule, Tukuyu akawa bingwa. Kwa hiyo sisi kunyang'anya pointi 2 hatukuhofu, kwa sababu tuliona tumeingia kwenye makosa na taratibu zinasema hivyo. Juzi hapa mwenyekiti wa kamati ya masaa 72 alikuwa anaitwa Said Mohamed na ndiye alikuwa mwenyekiti wa Kagera Sugar, lakini yeye mwenyekiti wa masaa 72 akumtetea mchezaji wake, akasema Faki ana kadi 3 za njano, Simba wapewe pointi zao, lakini Malinzi kwa kutumia uyanga wake na kwa kutumia cheo chake cha TFF alitunyang'anya pointi 3. Tuliponyang'anya pointi 3 sisi tukawa na pointi 68 na Yanga pointi 68. Yanga na magoli mengi akachukua ubingwa. Sisi hatukulalamika tena. Sasa kutokea hii. Yanga usiete woga bwana, waje tukipige tu. Woga wanajificha kwenye kichaka cha mpira kuahirishwa. Wanajificha? Yanga wanajificha kwenye kichaka tu cha mchezo kuahirishwa, lakini kikubwa zaidi Yanga wanatuogopa safari hii. Wanamuogopa sana Mpanzu. Yanga anaogopa? Wanamuogopa sana Mpanzu. Yanga hii? Yanga hii imewakaba watu wengi. Nasema hivi, sisi wana finali ya Afrika wanatuogopa, wameona shughuli tuliyofanya. Kaja mtu hapa anaitwa Mabuhuru kachezea, wamekuja wale nani Barakane, wameona shughuli walioiona hapa. Mbona? Kwa hiyo Yanga akiuona moto ule akijifikiria sema mimi bacha nijifiche kwenye kichaka tu mpira uliahirishwa. Sichezi.